Hili banda hili kubwa hili wanakaa mbuzi wenye watoto, wenye mimba na madume wamo wachache. Lakini hili banda hili hapa ni la madume peke yake ambayo sio ya mbegu, yani hao ni kwa ajili ya kwenda sokoni. Alafu kuna banda lingine dogo upande wa pili kule, kuna madume wale wadogo vijana ambao tukiwaweka huko kwa mama zao wanaleta usumbufu wa kupanda. Kwa kila sehemu mmetenganisha. Tumetenganisha. Kwanza ukiweka madume wengi, alafu kuwe na mbuzi wenye mimba. Wale madume wanawapanda mbuzi wenye mimba, mimba zinaharibika. Lakini pia kukiwa na mbuzi watoto, zile vurugu za kupandana, vile vitoto vinaweza vikakanyagwa mpaka vikafa. Tulishapata kesi za vifo kama 3. Ndio tukaachana kabisa na hiyo kuchanganya, tukaamua kuwa tunawatenga. Tukiingia kwa bandani utaona kuna sehemu pia tumetenga kwa ajili ya mbuzi wale wanaosubiri kupandwa. Mtazamaji wa Rubaba TV, na kama wewe ni mfugaji au ni mtu ambaye unatamani ufugaji, tumezoea mbuzi ni moja ya kitu ambacho watu wanafuga kwa kawaida sana, lakini leo nataka nikuoneshe maana halisi ya ufugaji wa mbuzi kibiashara. Kama unaweza kusoma hapa, soma, imeandikwa karibu kwa Majala, tunauza mbuzi, kuku, faranga na mayai. Simu hii hapa. Leo nataka nizungumze na mmiliki wa mradi huu ili pengine uweze kujifunza, uweze kupata exposure, uweze kupata elimu ya kutosha, ujue changamoto zake, ujue faida zake na jinsi ambavyo ufugaji wa mbuzi unafugwa kibiashara. Wewe tuende pamoja sasa ili uweze kujifunza na uweze kufahamu kitu ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo. Rubaba TV. Kwanza mamangu, nikupongeze kwa hiki kitu ambacho unakifanya. Kwa kweli ukiangalia ni kitu ambacho ni serious sana. Asante sana, nashukuru. Sawa, kwanza tungependa kukufahamu majina yako na hapa ni sehemu gani, ili mtazamaji anayetutazama basi aweze kufahamu kwa haraka. Mimi naitwa Paulina Kadohe Madili, alimaarufu kama Mama Mbuzi. Wateja wangu na watu wa maeneo haya yote wananifahamu kama Mama Mbuzi, ndio jina langu maarufu kwa sababu ninafanya biashara ya mbuzi. Ninafuga mbuzi na kufanya biashara ya mbuzi. Hapa tupo Sawa ya Juu. Sawa ya Juu ni eneo ambalo lipo katikati ya Buhongwa na Kishiri. Kutoka hapa tulipo mpaka Buhongwa ni kilomita 4.5. Sawa, umesema unafanya ufugaji wa mbuzi. Mtu akitaka kufahamu kwa nini ufugaji wa mbuzi, kuna mifugo mbalimbali, kuna kuku, kuna nguruwe, kuna mifugo yote hiyo, lakini kwa nini umechagua kufanya biashara ya mbuzi na kufuga mbuzi? Nilichagua kufanya biashara ya mbuzi kwa sababu niliona soko la mbuzi liko juu sana, watu wanahitaji kununua mboga kila siku, watu wanahitaji kununua mbuzi mara kwa mara. Kwa hiyo nikaona nikifuga mbuzi sitasumbuka kupata soko, na kweli sipati shida kwa sababu sijawahi kupeleka mbuzi mnadani wala kupeleka mbuzi sokoni. Wateja wangu wote wanakuja kununua mbuzi hapa nyumbani. Okay. Na mtu akitaka kufahamu umeanza kufuga mbuzi lini? Umeanza kufuga lini? Kibiashara nilianza kufuga 2024 mwezi wa 10. Nilianza na mbuzi 60 na kitu. Sikumbuke exactly 60 na ngapi, lakini walikuwa ni 60 na kitu. Ila kabla ya hapo tulikuwa nao mbuzi wachache tu kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Sawa, umesema kibiashara ulianza miaka michache iliyopita. Mtu anayetazama sasa hapa anajiuliza pengine kumbe kuna kufuga kibiashara. Mpe tofauti ambazo zinaweza kumuelekeza kwamba hivi ni kufuga kibiashara na hivi kufuga kawaida. Kufuga kibiashara unakuwa unafuga kwa lengo la kujipatia kipato. Mimi hapa naiona kazi ya mbuzi kama ajira yangu. Ninapoingia kwenye banda la mbuzi naona ni ofisi. Vile watu wengine wanaamka asubuhi wanakwenda ofisini kwao au wanakwenda madukani kwao, mimi hapa ndo dukani kwangu na ndio ofisi yangu. Kwa hiyo sasa kufuga kibiashara sio kuishi na mifugo bila faida yoyote. Unakuwa na mifugo ambayo unakuwa umelenga uwe unapata faida kiasi gani kila baada ya muda fulani. Ndicho ninachofanya mimi. Na umesema umeanza na mbuzi 60 na kitu. Sasa hivi angalau na mbuzi wangapi? Kwa sasa nina mbuzi wakubwa na wadogo kiujumla wako 224.
224 ni idadi kubwa. Na pengine unafanya biashara ya kuchinja na kuuza? Hapana, mimi sichinji, ila wateja wanakuja, ananunua mbuzi mzima, akitaka tumchinjie hapa nyumbani tunamchinjia, tunaosha nyama vizuri, tunasafisha utumbo, anabeba. Lakini pia tunauza mbuzi kwa bei ya jumla. Yule mtu anayehitaji mbuzi wengi, tuna shamba letu lingine pia huko kijijini kwetu, tunauza mbuzi, mtu akihitaji mbuzi 100, 200 kwa mwezi, 300 tunapata, tunamuuzia. Sawa sawa. Umesema ufugaji wa mbuzi ni fursa. Pengine mtu anaweza akawa anajiuliza, fursa hasa iko wapi kwenye ufugaji wa mbuzi? Fursa ya mbuzi ipo kwenye kuuza mbuzi wazima, lakini pia kuna mbolea, unapata mbolea, unaweza ukatumia mbolea kwenye shamba lako. Kama mimi hapa nilipo, ninalima Napier grass, ninajiandaa kuja kufuga ng'ombe baadaye na kufuga nguruwe. Sasa hiyo Napier grass ninapata mbolea kutoka hapa shambani kwangu. Sinunui mbolea. Kwa sasa ukienda kwa wafugaji kununua mbolea, bei iko ghali, lakini mimi siwezi tena kwenda kununua mbolea kwenye shamba lingine. Hapa ninayo mbolea ya kutosha inayotokana na mbuzi wangu. Sawa, na mbuzi unaofuga ni mbuzi, pengine kuna aina specific au aina maalum ambao unafuga? Ni mbuzi wa kienyeji, ninafuga mbuzi wa kienyeji. Mimi nimeshazunguka maeneo tofauti na watu wengine wanasema ufugaji wa mbuzi wa kienyeji kuna changamoto za hapa na pale. Wewe kwa upande wako unazungumziaje? Kuna changamoto zipi kwenye upande wa ufugaji wa mbuzi za kienyeji? Changamoto zipo, kuna magonjwa mengi ambayo sikuyafahamu wakati naanza kufuga. Mimi nilichukulia kawaida kama vile tulivyokuwa tunafuga mbuzi zamani tukiwa wadogo majumbani kwetu huko tulikotoka kwa wazazi wetu, lakini kwa miaka hivi karibuni kuna changamoto nyingi. Ukifuga mbuzi lazima wapate chanjo ya minyoo kila baada ya miezi 2. Vinginevyo minyoo inasababisha vifo vingi sana kwa mbuzi wako. Lakini pia kuna magonjwa mengine ambayo sikuyafahamu, nimekuja kuyafahamu hivi karibuni. Kuna ugonjwa unaitwa heart water, moyo unajaa maji. Hauna tiba. Tiba yake ni kufanya chanjo tu, na hiyo chanjo inafanyika kila baada ya miezi 6. Pia kuna shida ya mapafu. Lazima ufanye chanjo ya mapafu kila baada ya miezi 6. Na changamoto nyingine iliyopo ni tetanus, mbuzi wanakakamaa. Kwa hiyo nayo inatakiwa kupata chanjo kila baada ya miezi 6. Lakini pia tunatakiwa kuwaosha mbuzi kila wiki mara moja ili kuzuia wasishambuliwe na kupe. Hata kama sisi bandani kwetu hatuna kupe, mbuzi wetu hawana kupe, lakini huko wanakochungia wanapishana na mbuzi wengine na ng'ombe wenye kupe. Kwa hiyo usipofanya hivyo mbuzi wako wanaathirika kutokana na hiyo changamoto ya kupe. Sawa. Umesema una zaidi ya mbuzi 200 na kitu. Sasa na nikiangalia hapa ni mjini. Changamoto ya malisho wewe unawezaje kuimudu? Changamoto ya malisho sio kubwa sana kwa sababu sisi huku tulipo huku Sawa ya Juu ni wilaya ya Nyamagana, lakini ni nje ya mji. Na kizuri tunamshukuru Mungu kwamba wakati tunanunua eneo huku sisi tulipata eneo kubwa la heka 13. Lakini pia tuna majirani zetu ambao wana maeneo makubwa hawajayaendeleza na wameruhusu watu wafanye shughuli za kuchunga na kilimo. Mtu akiomba kulima anakatiwa kipande analima. Kwa hiyo machungio bado yapo ya kutosha. Pengine itachukua miaka 5 kuanzia sasa ndio uhaba wa machungio uanze kuonekana, lakini kwa sasa tunatumaini kuendelea kuwa na mifugo mingi. Hata tukiwa na mbuzi 500 bado tutakuwa na eneo la kuchungia. Lakini sasa ninapunguza hiyo changamoto ndo kwa kujiandaa kuwa na malisho yangu mengi. Nikipata mashine ya kusaga Napier grass, nitakuwa na uhakika wa kuwalishia mbuzi wangu hapa nyumbani, hasa wale wadogo na wale wenye mimba kubwa wanaokaribia kuzaa, na wale ambao unakuta amezaa labda kama leo uwezo ukampeleka machungani, kesho anakaa siku 2-3 aimarike afya yake ndio tumpeleke machungani. Kwa pia kudhibiti hiyo changamoto umeamua kulima Napier grass mwenyewe kwa ajili ya kupunguza hiyo changamoto? Ndiyo, ninayo Napier grass ambayo haijawa nyingi sana, lakini tunatumaini kuendelea kupanda. Changamoto ya Napier grass ni upatikanaji wa mbegu, lakini kwa sasa tumeshakuwa na mbegu ambayo tumeiandaa, tutapanda hiyo mbegu msimu wa mvua ujao. Ndiyo. Sawa, na kwa mfano mtu anaingia kwenye ufugaji wa mbuzi leo, wewe unamshauri misingi gani aizingatie ili asiweze kufeli, afanikiwe kama walipofikia?
Cha kwanza tamshauri kujenga banda zuri lenye hewa kama mlivyoona banda letu. Banda lina hewa, mbuzi wanalala juu, hawalali chini, hawawezi kupata nimonia kwa sababu kinyesi na mkojo vinaenda chini, na tumewaweka mbuzi juu kabisa kiasi kwamba ile harufu ya kinyesi na mkojo iliyoko chini haiwakuti. Kwa hiyo hawawezi kupata nimonia na mbuzi wetu hawakohoi kabisa. Changamoto ya kikohozi kwa mbuzi tumeifuta na mafua hawana. Kwa hiyo cha kwanza nitakachomshauri ni kuwa na banda zuri. Cha pili awe karibu na daktari. Madaktari wa mifugo ili wamsaidie kutatua changamoto zitakazokuwa zinajitokeza. Kama atakuwa karibu na madaktari watamshauri kuhusu hizo chanjo, kuhusu kuosha mbuzi, watampa mwongozo mzuri tu na ahakikishe yuko kwenye eneo zuri lenye machungio mengi. Mbuzi wanapenda kwenda kuchunga, wanapenda kula kwenye miti juu, wanapenda kurukaruka. Kwa hiyo ukiwa nao mbuzi hao wakwetu wa kienyeji ukawafungia tu ndani, nadhani kutakuwa na changamoto. Nashukuru sana. Kwa hiyo lazima pia awe na eneo kubwa kwa ajili ya kuweza kuanza kufuga na kuwachunga. Ndiyo, lazima kuwe na machungio ya kutosha. Tukienda kwenye upande wa soko, unaweza ukanieleza fursa iliyopo kwenye soko la mbuzi, lakini pia changamoto zilizopo kwenye upande wa mbuzi, kwenye upande wa soko? Soko lililopo kwenye upande wa mbuzi ni kwamba watu wanakula mbuzi kila siku. Huko mahotelini, migahawani kuna nyama choma kila siku, kuna supu kila siku. Hizo supu na nyama choma ni hawa mbuzi ambao sisi wafugaji tunawafuga. Na soko ni la uhakika kwa sababu hapa nilipo mimi sijawahi kupeleka mbuzi mnadani kwenda kuuza mnadani au kuwapeleka sokoni au sehemu yoyote tu kwenda kuuza mbuzi. Wateja wangu wanakuja hapa nyumbani. Changamoto tu iliyopo ninayoiona, sio rahisi kuuza mbuzi wengi kwa wakati mmoja. Mara nyingi wanakuja mteja mmoja. Kwa hiyo na hela yake inakuwa inakuja kidogo kidogo. Tunauza mbuzi wengi kipindi cha sikukuu, lakini vinginevyo hizi siku za kawaida tunauza mbuzi wachache. Sio mbuzi wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ningetamani kupata soko ambalo litaniwezesha kuuza mbuzi kwa wakati mmoja. Nina uwezo mimi wa kuuza mbuzi hata 500 kwa mwezi. Kama nitapata wateja wa jumla kwa bei ya jumla, naweza mimi kuuza mbuzi 500, mbuzi 400 kwa mwezi, mbuzi 200 hivyo. Kwa hiyo ndugu mfanyabiashara unayetazama video hii ni fursa nyingine. Kama unatamani kuwa supplier wa nyama, kuwa muuzaji wa mbuzi, pia mama yetu hapa anaweza kusupply mbuzi kwa idadi yoyote ile ambayo unahitaji wewe. Pengine mwisho kabisa, hapa kwa kumalizia, kama kuna lolote la kuzungumza au kuna chochote ambacho unatamani watazamaji wafahamu, ni kipi? Nimesema nina uwezo wa kusupply mbuzi 400, 500 kwa mwezi kwa sababu tuna shamba lingine tena kijijini kwetu. Hatutegemei tu hili shamba. Hapa tunao mbuzi wachache kwa sababu ni mjini, lakini huko nyumbani ambako kuna mapori makubwa ya kuchungia tunao mbuzi wengi. Ndio maana ninasema nina uwezo wa kuuza mbuzi wengi. Kwa hiyo ninawaomba wasikilizaji au watazamaji wanaotazama hiki kipindi wanisaidie kutafuta masoko, hasa kwa wafanyabiashara wakubwa wa mbuzi ambao wanapeleka mbuzi Uarabuni. Waniunganishe nao, mimi naweza kushirikiana nao tukafanya biashara vizuri tu. Pengine kwa sababu tunachofanya chochote lazima huwa tunategemea kuna mafanikio. Wewe mradi wa mbuzi umekupa mafanikio gani mpaka sasa? Mafanikio niliyoyapata ni mengi. Kwanza kipato kimeongezeka. Ukiangalia hapa utaona nina familia kubwa, nina watoto wengi ninaowalea, lakini naweza kuihudumia familia yangu kutokana na huu mradi wa mbuzi. Lakini manufaa mengine niliyoyapata ni kwamba nimetoa ajira kwa vijana wanaonisaidia katika huu ufugaji, vijana wanaochunga mbuzi na wengine wanaonisaidia kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia majirani zangu na jamii inayonizunguka imenufaika. Watu wanakuja kujifunza hapa ufugaji wa mbuzi,
wanapata uelewa fulani kutokana na mimi ninavyowaelekeza, lakini pia wanaohitaji mbolea siwauzii, nawapa mbolea bure. Kwa hiyo hayo ni manufaa ninayoyaona. Kwa mfano, mtu anaenda kupanda miti ya matunda anapata mbolea kwangu, na baadaye unaona ile miti ya matunda inaendelea vizuri, ni jambo linalonipa furaha. Au mtu anakuja kununua mbuzi kwangu, anaenda kufuga, anakwambia mbuzi wangu wamezaa mapacha, ni jambo linalonipa furaha pia kuona mfugaji mwingine mpya ambaye amepitia kwangu anaendelea vizuri. Nashukuru sana. Pengine sasa wito wako kwa jamii au kwa mtu anayetutazama ni nini hasa? Unamwambiaje? Wito wangu kwa jamii, hasa kwa vijana wa kike na wa kiume wanaohitimu vyuoni au mashuleni na kusema kwamba ajira hamna. Ni kweli ajira hamna, lakini pia wasibweteke, waanze kidogo kidogo kufanya mifugo kama mimi nilivyofanya. Wafuge mbuzi, wafuge kondoo, wafuge nguruwe, wafuge ng'ombe. Tofauti na kondoo, kwa sababu hapa nyumbani kwangu nina kondoo na mbuzi. Nadhani pia ningewashauri waanze na kondoo, kwa sababu management ya kondoo ni rahisi zaidi kuliko management ya mbuzi. Kondoo hawapotei kirahisi, lakini mbuzi kwenye machungio kama ya kwetu ya milimani, mtu asipoangalia ni rahisi kupoteza mifugo yake, lakini kwa kondoo sio rahisi. Kwa hiyo vijana, badala ya kununua simu ya milioni 2, atumie ile milioni 2 kuanzisha mradi wa kondoo, kuanzisha mradi wa mbuzi. Akinunua mbuzi majike kadhaa na dume mmoja, baada ya mwaka mmoja atajikuta na mbuzi wengi, na kuanzia pale anaweza akapiga hatua. Wakati anasubiri ajira, akafanya hii ni ajira yake ya kwanza, alafu ile ajira kutoka serikalini atakayoipata iwe ni ajira ya pili. Ndugu mpenzi mtazamaji, paka hapo nadhani umejifunza kitu. Mimi nisizungumze mengi, na pengine kama una maswali au una chochote au unataka kufanya biashara, kuna namba hapo chini utapiga, na wakati wote utapokelewa simu yako na utahudumiwa kuweza kuhakikisha unafanikisha ndoto yako. Mimi ni Imani Rubaba na hii ni Rubaba TV. Mpaka wakati mwingine, asante.